بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. katika sura tukufu sana zilizokuja kuzungumzia usiku huu wa Lailatul Qadr. Sura nzima imeteremka kwa ajili ya usiku huu wa Lailatul Qadr. Na Mwenyezi Mungu anasema katika ayati hizi, hakika sisi inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, tumeteremsha hii Qur'ani katika Lailatul Qadr, usiku wenye heshima kubwa, usiku wenye qadar kubwa sana, usiku wa mwezi wa Ramadhani. Wama adraka ma Lailatul Qadr, unajua jambo gani litalokujulisha umuhimu wa usiku huu wa Lailatul Qadr? Akasema Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Mwezi huu bora, khair ni bora zaidi min 1000 shahr, kuliko miezi 1000. Halafu katika jumla ya ubora wake anasema tanazzalu malaikatu waruh, uteremka malaika na ruh. Ikiwa ruh hapa za viumbe watakatifu, ikiwa ruh biqasdi Jibril, fiha, katika usiku wanashuka biidhni rabbihim, kwa idhni kutoka mwenye Mola wao mlezi, kwa idhni ya Allah. Min kulli amr, kwa kila jambo. Salam ni amani usiku huo, au min kulli amrin salam, katika kila jambo kuna salama na amani. Salamun hiya Lailatul Qadr, ni amani hata matla al-fajr, mpaka kunapopambazuka alfajiri. Lailatul Qadr, hii Lailatul Qadr, na Mwenyezi Mungu akaonesha uadhimu wake kwa kusema wama adraka ma Lailatul Qadr. Wakati unapoona kauli wama adraka, kitu gani kitachokufahamisha, kitakujulisha ma Lailatul Qadr, kitu gani hicho Lailatul Qadr? Ina maana uonesha uadhimu wake, utukufu wake. Na Lailatul Qadr imeambiwa kwamba ni kauli siku ya heshima, Qadr. Pia tafsiri nyingine imekuja siku inamfanya mtu anayetekeleza ibada kwa wingi, basi anapata ile heshima. Huyo mtu anakuwa significant, anapata heshima kubwa sana kwa kufanya ibada siku ile tukufu. Na moja katika maana pia Qadri inakuwa siku hiyo tight, wa qadira alayhi rizquhu, na yule ambaye hufanyiwa taabu ngumu riziki yake, bimaana Qadri maana tightness. Na hii sababu, kwa sababu jinsi ya malaika wanapokuwa wengi wanapoteremka kwa ajili ya jambo hili na kusherehekea siku hii. Hata Jibril ambaye hashuki kabisa ila siku hii tu basi, katika kila mwaka mara moja. Wakati mitume walipokuwa wakiteremshwa wahi, alikuwa akija kila mara, lakini mara mwisho kuteremka Jibril ni wahi wa mwisho alimteremshia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo hateremki ila katika Lailatul Qadr. Na hii dalili ya kuonesha utukufu wa siku hii. Na sababu Qadr bimaana Qadr al-isturi, katika imani, nguzo ya 6 ya imani, tuna bil qadari khairihi wa sharrihi. Ndio ilipokuja hapa min kulli amr salam, yani katika kila jambo. Na hii inatupeleka
katika sehemu ya pili ya katika Qur'ani iliyotaja kuhusu Lailatul Qadr. Sehemu mbili imetaja sura nzima hii suratul Qadr, na katika paragraph ya mwanzo aya za mwanzo 6 za surati Dukhan anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, na kitabu hichi kinachobainisha kila linalohitajiwa. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Qadr hapa inafasiriwa kwa maana nyingine lailatul mubarakah, siku iliyobarikiwa. Inna anzalnahu, hakika sisi tumeteremsha hii Qur'ani fi lailatul mubarakah, na hii imeteremsha kutoka mbingu ya saba kuja katika mbingu ya dunia katika Baitul Izza na kuwekwa kwa yote kwa pamoja. Inna kunna mundhirin, hakika sisi ndio ni waonyaji. Fiha, katika usiku huu, fiha yufraqu kullu amrin hakim, hubainishwa kila jambo la hikma. Amran min indina, hii ni amri na hukum ambayo inayotoka kwetu. Mungu anasema inna kunna mursilin, hakika sisi ndio tunawaleta mitume ili waonye viumbe, na hayo yote yamefanyika rahmatan min rabbika, yote ni rehema kutoka kwa Mola wako. Kajalia usiku wa lailatul mubarakah rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim, hakika yeye ndiye mwenye kusikia kila kitu na mwenye kujua kila kitu. Hivi ndivyo ilivyokuja katika aya 6 za mwanzo ya sura Dukhan kuchambua na kuelezea zaidi hii Lailatul Qadr. Na ukitizama baina ya Qur'ani na usiku huu, kitu gani kilichokuwa kitukufu zaidi? Qur'an kalamullah, maneno Allah, na usiku huu nini kilichokuwa kikubwa zaidi? Bila shaka Qur'ani. Kwa hivyo kuteremka kwa Qur'ani kumejalia usiku huu kwa mtukufu, usiku wenye heshima, hata ikafika hadi malaika, hiyo idadi ya malaika wanaoteremka pamoja na Jibril mwenyewe kwa ajili ya kusherehekea siku hii na kwa amani usiku wote. Tazama ulivyotukuzwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kila kitu dunia hii, halafu akakiumba kitu tunu kabisa, ni binadamu. Mwenyezi Mungu bila shaka kamleta binadamu kwa ajili ya mkirimu, wala qad karamna bani adam, akamtengezea manhaji yake, program yake, katalogi yake ambayo inahitajia kwa maneno yake mwenyewe, wa huwa al-Qur'an Karim. Iwe ndio siratu mustaqim, njia yake ya kupita. Binadamu namna alivyotukuzwa, ameletewa maneno yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia ya Jibril, akipitia mitume wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapewa ujumbe huu kufikisha pamoja na kitabu kitukufu hichi, kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ameapa, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasam, na hapa kwa location za nyota tushaelezea katika sura al-Waqi'a, wa innahu laqasamun, hicho ni kiapo, lau ta'lamuna, kama mnajua kiapo hichi adhim, ni adhim sana, innahu laqur'anun karim. Kiapo hichi jawabu yake hii ni Qur'ani iliyokuwa na heshima kubwa, fi kitabin maknun, katika maandishi yaliyofichwa kabisa katika lawh mahfudh, la yamassuhu illa almutahharun, hakigusu kabisa ila na wale waliotakaswa na Mwenyezi Mungu. Anaposema kama imeshushwa hii na siku ambayo yufraqu kullu amr, siku hii, siku ambayo katika Lailatul Mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim, Mwenyezi Mungu anateremsha mambo yote, na katika siku hii all matters zinakuwa decided. Siku zote mambo yote yanayotokea mwaka ule, basi mwaka mzima yanateremshwa siku hiyo. Sio kwamba uamuzi unafanywa, la, bali basi kutangaziwa tu na kila malaika
katika kuelezwa haya mbele ya malail a'la, malaika wakubwa al-muqarrabun, wakielezwa haya yote na kugaiwa kila mmoja amali zake, nini cha kufanya katika mwaka ule. Hii inakuwa ni kugawiwa na kuelezwa. Ama haya mambo Mwenyezi Mungu ameshaamua zamani kabla hatajaumba kila kitu, na haya yote yamehifadhiwa katika lauhi mahfudh, lakini ile uamuzi umeshawekwa kabla Mwenyezi Mungu ameshaweka, lakini kutangaziwa na kuwa katika usiku ule wale Qadr. Na ndio kwa maana umepata heshima na utukufu siku hii ile Qadr kutokana na Qur'ani kushuka kwake wote kwa pamoja mpaka Baitul Izza katika mbingu ya dunia. Halafu baadaye wakati ulipofika kushushwa wahi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukawa unashuka kidogo kidogo kwa muda miaka 23. Kwa kuwa na utukufu siku Mwenyezi Mungu amejalia usiku ambaye mwenye kufanya ibada akajisogeza kwa Mola wake, basi anapata naye heshima kubwa sana. Inasema Lailatul Qadr khairu min 1000 shahr, bora kuliko miezi 1000. Yani kwa ufupi miezi 1000 ni miaka 183 na miezi 4. Miaka 83 na thuluthi ya mwaka. Ibada yako kama itakubaliwa siku hiyo, kama kwamba umefanya kazi ibada miaka yote 83. Binadamu gani anaweza kuishi miaka 83? Na akiishi miaka 83, 90, 100, 110, masaa mangapi ya miaka hiyo kalala? Masaa mangapi kala? Masaa mangapi kacheza? Masaa mangapi kaumwa? Masaa mangapi kafanya mambo chungu zima ya kidunia? Kabakisha wakati mdogo sana kwa ajili ya ibada. Atatimiza wapi? Na siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu kwa kuikadiria siku tukufu hii kamjalia mje apate amali zake khairu min 1000 shahr. Ndio sema khairu min 1000 shahr, yani khairi ni bora zaidi kuliko miezi 1000, au bora zaidi kuliko ibada miaka 83 kama utaifanya siku ile ikatakabaliwa ibada yako. Na ubora kuliko miaka 83 au miezi 1000, tuchukulie kwa miezi, ikiwa bora kuliko miezi 1000 haina maana kwamba sawa sawa na miezi 1000. Ikishakuwa khairi ni bora, ina maana inaweza kuwa hata miezi 1100, 1200. Ibada yake inategemea kwa uzuri wa ibada mtu anayofanya mja, Mwenyezi Mungu akaradhi naye akampa mfano sawa sawa na amali ya miezi 2000, 10,000, 20,000, miezi laki, miezi milioni. Si khairu? Khairu unaamba neno yote unayokwenda juu ya 1000 shahr basi inakuwa khairun min. Na khairi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kubwa yake unakuwa vipi? Binadamu amekadiriwa na Mwenyezi Mungu amemtengezea manhaji, na hii Qur'an desturi yake, constitution. Ar-Rahman allama al-Qur'an, alafu ndio khalaqa al-insan. Amefundisha Qur'ani, kaitanguliza Qur'ani kwanza kabla hata kumuumba binadamu, alafu khalaqa al-insan. Na huyo insan kwa heshima aliyopata, allamahu al-bayan, amefundisha akambainishia kila kitu. Tazama utukufu wa binadamu aliyetukuzwa na Mwenyezi Mungu akamjalia yote haya. Kwa hivyo tunaposema Lailatul Qadr khairu min 1000 shahr, khairi ulojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Shani ya siku hii kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe peke yake. Tunapuuza sisi Lailatul Qadr tukufu sana. Mwenyezi Mungu ametujalia khairi zake nyingi sana, ili na sisi tujisogeze katika siku kama hii ipate ridha zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo malaika huteremka katika amani, usiku ule utulivu mkubwa. Siku hizo ambazo ikiwa mtu mwezi mzima Ramadhani, katika mwezi shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ikatoka tarehe mosi siku ya mwanzo na ya pili ya kufunga na kufanya ibada na kusali tarawih na kuomba maghfira na rehma na kuomba Mwenyezi Mungu amtoe au itqun minan nar, atolewe asitiwe motoni. Na kila siku katika Ramadhani Mwenyezi Mungu anatoa watu motoni. Basi siku hiyo mtu ajitahidi,
na madhar hatujui iko tarehe 27, iko 23, iko 25. Mwenyezi Mungu amewaacha hivi maksudi ili ajitahidi kila usiku, kila siku katika Ramadhani awe anahangaika kufanya ibada na kujirubisha kwa Mola wake, hasa katika ibada zake akaisadifu kwamba siku hii. Na hasa alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iltamisuha fi 10 awakhir, itafuteni katika siku 10 za mwisho. Basi alalaqali kuanzia 20, 21 na mpaka mwisho wa mwezi, mtu asiwache siku moja katika kila amali njema. Inshallah akitoa shilingi 1000 kila siku, pengine 1000 ile inakwenda katika amali ya khairi. Akatoa 500, akatoa 10,000, 2000, chochote katika zaka. Akafanya ibada, akaongeza katika kusoma Qur'ani, na ibada kubwa katika mwezi huu qira'atul Qur'an, kwa sababu shahrul Qur'an, mwezi wa Qur'an. Lailatul Qadr msifanyie mchezo jamani. Ndugu zangu, tusipoteze fursa. Utatoka machozi ya damu ukiona namna gani fursa uliyopoteza. Siku utapogundua namna gani muhimu wa Lailatul Qadr, ukasema nilikuwa nikicheza karata, nikicheza keram, mazungumzo barazani, mambo yasiyokuwa na maana kusema watu, na huku dakika baada dakika ya utukufu wa siku za Ramadhani zinakupita hivi hivi. Binadamu akitumia akili akaona utukufu wa siku huu, wallahi hatuacha hata dakika moja. Ataona kwa hata ile kulala ataona taabu kwa jinsi ya mwezi uliokuwa mtukufu. Kwa hivyo ndugu zangu, Lailatul Qadr inaweza kuja dakika yote. Naam, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema hamrudishi mja wake. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, niombeni nikujibuni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua kuomba, tuseme Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. كثرة الاستغفار والتسبيح لقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. tumesema kabla hadithi inasema mwezi 10 mwanzo maghfira, na 10 rehma, na 13 itqun minan nar, maghfira na rehma na kutolewa motoni, kukatiwa peponi, kuachwa huru usiingie motoni. Hadithi dhaifu, bali toka siku ya mwanzo mpaka mwisho wa mwezi ya Ramadhani yote maghfira, yote rehma, kwa dalili za hadithi kadha wa kadha, na yote itqu minan nar. Kila usiku ni itqu minan nar, kutolewa motoni. Watu wangapi siku hiyo wanafunguliwa wasiingie motoni, waingie peponi. Kwa hivyo neema siku zilizobakia ni chache, muda mfupi uliobakia. Watu wallahi utasikitika utapoambua mtu unapita mwezi kasoma juzu 4, juzu 5, juzu 6, tena kusoma kwenyewe mbio mbio na kuripua na kufunga msahafu na kurejesha kuweka. Mwezi wa kuzingatia maana, mwezi wa kusoma. Jamani, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul mubarakah, iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Tusipuuze, tujitahidini katika ibada, tulie sana, tusali, tusujudu sana, tuombe. Binadamu una hakika gani kwamba unakwenda peponi wewe? Jitahidini jamani kwa siku zilizobakia. Tusikie nasaha hizi, tupanie kama Mtume sallallahu alikuwa akifanya. Ikifika 10 ya mwisho alikuwa akipania katika ibada na kuamsha ahli yake. هذا والله أعلم.